Tunafanya tamasha kwa sababu kuna changamoto ya uelewa katika jamii kuhusu umuhimu wa elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Watoto wenye mahitaji maalum kwa kiasi kikubwa wamefichwa majumbani, hawajasajiliwa mashuleni kwa sababu ya changamoto zao. Kwa hiyo shirika la Mtakatifu Justin kwa kushirikiana na Right to Play tunatekeleza mradi wa IKI2. Lengo hasa la mradi huu ni kuinua uelewa wa watoto kuanzia darasa la kwanza mpaka la 4, lakini zaidi kuwajumuisha watoto wenye ulemavu katika mfumo wa elimu. Kwa hiyo tamasha letu la leo shirika la Mtakatifu Justin kwa kushirikiana na Right to Play tunatoa moja kwa moja vile vifaa saidizi kwa watoto wenye ulemavu pale inapoonekana kwamba mtoto huyu anahitaji kifaa saidizi na ni cha aina gani. Kwa hiyo vifaa vyote saidizi ambavyo vinahitajika kwa mtoto aliyeibuliwa mwenye changamoto za ulemavu atasaidiwa na shirika kupitia mradi huu wa IKI2 kwa kushirikiana na Right to Play. Leo tumealika watu mbalimbali. Tumewaalika ninyi wazazi, tumewaalika viongozi wa serikali ya kijiji, tumealika kamati ya shule, tumealika wachungaji, tumealika wazee wa mila, tumealika mangariba na tumealika. Kazi yake kubwa ni kuhamasisha jamii kujua kwamba mtoto mwenye ulemavu ni mtoto kama mtoto mwingine, mtoto mwenye mahitaji maalum ni mtoto kama mtoto mwingine, ana haki zake nyingine zote kama ambazo mtoto mwingine anazipata. Kazi ya uzalishaji, jukumu la kumleta mtu duniani ni jukumu gumu, lina changamoto nyingi. Ndio maana tunashauri mara nyingi wamama wajawazito mkajifungulie kwenye vituo vya afya. Sababu kubwa ni kuepuka ulemavu, kuzaa watoto wenye ulemavu. Ulemavu unaanza katika hatua tofauti tofauti. Ulemavu unaanza kabla hata mimba haijatungwa. Ulemavu unaweza kutokea wakati mimba inakuwa, na ulemavu unaweza kutokea wakati wa kujifungua, au ulemavu katokea baada ya kujifungua. Sasa kazi yetu kubwa ni kuzuia ulemavu katika hizi hatua za awali, kwa maana ya mama mjamzito. Ndio maana tuko na nesi hapa. Yeye leo kazi yake ni kueleza kwamba mama ukiwa mjamzito, ili uzae mtoto ambaye hana ulemavu, mtoto mzima, unatakiwa kwanza uhudhurie kliniki, lakini pili upewe elimu ya lishe. Elimu ya lishe ndio inayosaidia kumkuza mtoto wako akiwa tumboni, ili atakapozaliwa azaliwe mtoto mkamilifu. Sasa tunapochelewa kwenda kliniki, ni ngumu kwa wataalamu kufanya tathmini ya ukuaji wa mimba yako na kushauri ufanye nini ili kupunguza matatizo yanayoweza kumpata mtoto aliyoko tumboni ili asizaliwe na ulemavu. Mradi huu unahimiza kuibua, kusajili na kuwahimiza waende shule. Tunajua kuna vikwazo vingi ambavyo watoto wenye ulemavu wanavipitia. Kikwazo cha kwanza inaweza kuwa ni usafiri kutoka nyumbani kwake kuja shuleni na kutoka shuleni na kurudi nyumbani. Mwalimu mkuu ameongea hapa kuhusu miundombinu. Kunaweza kusiwe na miundombinu rafiki mahala ambapo mtoto mwenye ulemavu anapata elimu. Shirika letu la Mtakatifu Justin kwa kushirikiana na Right to Play tupo kwenye shule yenu kwa ajili ya kuhakikisha changamoto zote zinazohusu mtoto mwenye ulemavu zinatatuliwa na anapata elimu ipasavyo. Utatuzi wa kwanza ni kuhakikisha kwanza mnamuibua. Mkishamuibua mleteni tu hapa shuleni. Mkishamfikisha hapa shule tuna kamati tutaiunda, ni ya watu 12. Itajumuisha watu maarufu kutoka kwenye jamii ambao kazi yao kubwa itakuwa ni hii kazi tunayofanya leo, uhamasishaji, kutembelea kaya hadi kaya pale ambapo wanatambua kuna mtoto mwenye ulemavu, wahakikishe anaibuliwa, analetwa hapa shuleni, anasajiliwa. Akishasajiliwa, sisi shirika la Mtakatifu Justin
tutakuja hapa shule, tutamfanyia tathmini mtoto huyo, tujue shida yake ni nini kwa ukubwa wake. Kuna ulemavu unarekebishika na mtoto anarudi kuwa katika hali yake nzuri. Sisi tunao wataalamu wa kufanya urekebishaji, huduma za utengemao kwa watoto wenye ulemavu na wanarudi katika hali zao nzuri. Ikiwa changamoto ya mtoto ni usafiri kutoka nyumbani kuja shule na kurudi shuleni, tutajua nasi tutatatua tatizo hilo. Ikiwa shida ni kitimwendo, tutamnunulia kitimwendo. Ikiwa shida ni baiskeli ile ya miguu mitatu, tutamnunulia baiskeli ya miguu mitatu. Ikiwa shida ni yoyote ile ya kitabibu, tutahakikisha anapata. Tumepata fursa nzuri kwa ajili ya kampeni hii kuzungumza kidogo na jamii hii ya Gesalia kuwa watoto wenye mahitaji maalum wana uwezo wa kusoma kama watoto wengine. Watoto hao wenye mahitaji maalum ambao ni makundi mbalimbali yenye ulemavu, kwa mfano kuna watoto ambao ni viziwi, kuna watoto ambao ni wenye ulemavu wa akili, kuna watoto ambao wana ulemavu wa viungo, kuna watoto wenye ulemavu wa usonji, kuna watoto wenye ulemavu wa changamoto mbalimbali za ujifunzaji. Sasa ombi langu kwa jamii, lakini pia ombi langu kwa walimu, tafadhali sana, kama ujumbe wetu ambao unasema watoto wenye ulemavu tuwaibue. Jamii ina wajibu wa kuwaibua. Tumeona viongozi wengi hapa wa kiserikali, wa jamii, wa makanisa madhehebu. Watoto hawa wapo kwenye jamii zetu. Kwa taarifa ya mwalimu hapa amesema shule ina wanafunzi 836, lakini wenye ulemavu ni wanafunzi 5 tu. Tutakubaliana kweli watoto hao wenye ulemavu ni 5 tu kwenye kijiji chote cha Gesalia? Ni kweli jamani? Wanafunzi hawa wapo wengi majumbani, wamefichwa, na kampeni hii ya siku ya leo ni tuwaibue jamani. Uwepo wa shule hii katika jamii inalazimika kupokea wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo kwa mwaka 2025 shule ina wanafunzi wenye mahitaji maalum wavulana 3 na wasichana 2, jumla kuwa wanafunzi 5. Kupitia kampeni hii ya watoto wenye mahitaji maalum, tunaomba uboreshwaji wa miundombinu ya shule, hasa vyumba vya madarasa viwe na uwezo wa kutumiwa na makundi yote ya wanafunzi, kwa maana ya wanafunzi wenye mahitaji maalum na wale wa kawaida. Nichukue nafasi hii kuwasihi wazazi kuwa si watoto walemavu tu tunaotaka wapate elimu mkaacha hao wengine. Tunaomba watoto wote wa Gesalia tuwape elimu, tuwaruhusu kuja shuleni, tusiwaache nyumbani kwa ajili ya shughuli za nyumbani. Naomba kutoa rai. Kijiji chetu cha Gesalia kinaongoza kuoza watoto wa kike. Tunaelewana Kwa sababu tutazungumzia watoto wenye ulemavu peke yake. Je, watoto wengine? Kuna watoto wangapi wako nyumbani wenye umri wa kuja shule lakini hawapo shule? Si ni wengi? Mmeozesha watoto wangapi? Umeelewa Yaani uzuri ule mnasema ukweli wenyewe. Mtoto anamaliza darasa la 7, tena mzazi anadiriki kumwambia mtoto afanye vibaya ili asifaulu. Mtoto yuko darasa la 7, mzazi tayari ameshachukua mahali. Unadhania yeye anajisikiaje anapoona watoto wenzake wanaenda shule? Na ndio maana shirika limekuja, limewaambia kazi yenu ni kufanyaje? Kuwaibua. Mahitaji mengine muachie. Mmetuletea uponyaji Gesalia, tunaona ni kama tumepona. Watoto wengi wamekaa nyumbani, wengine ni walemavu ambao wangesoma lakini walikuwa hawana msaada wote ule. Mmegusa moyo wa wazazi wa Gesalia, mmegusa moyo wa kata ya Rungabure.
Kwa hiyo nimependa kuwashukuru sana shirika pamoja na waandaji wote wa mpango huu. Lakini niwaombe sasa tusiishie tu hapa kwenye makabrasha. Tuendelee kweli, tuibue kweli, wasaidiwe. Tuone kuwa kweli wamesaidiwa, mtoto fulani amesaidiwa, amesogezwa. Niwaombe tu hili tusiishie hapa. Na pia niwapende kuwaomba wazazi wenye watoto walemavu. Hebu tujitokeze basi, unapoalisa mtoto wako, mtoto mwenye ulemavu ana haki sawa na mtoto asiye na ulemavu. Kwa hiyo tunaomba kuwa wajitokeze, tuwabaini ili wapate mahitaji yao maalum. Kwa majina anaitwa Mordekai Maromasu. Mimi ndiye mwenyekiti wa kijiji cha Gesalia. Napenda kuwashukuru shirika la Right to Play kwa kufanya tamasha katika shule yetu ya Gesalia, kijiji cha Gesalia. Ndugu zangu, tunawashukuru sana. Hii imekuwa ni neema kwa kijiji cha Gesalia kukumbuka watoto walemavu. Wakati tunachambua watoto walemavu, tulibaini kuna mtoto mmoja ambaye ana mguu mmoja, alizaliwa akiwa na mguu mmoja. Mtoto huyu hana baba, ana mama peke yake. Kwa hivyo niliambiwa kwamba nihakikisha kwamba nimemfikisha hapa katika shirika la Right to Play. Tutafanya tu chini kama mwenyekiti wa kijiji, tutawatafuta nyumba kwa nyumba, kuwabaini wale watoto wote watakuwa wamefichwa ili waletwe shuleni. Ndugu zangu, niwashukuru kwa ajili ya kuleta huu ili kutusaidia watoto, na naamini wazazi wengi wamehamasika sana, na hao walimu na wapongeza kwa shughuli kubwa wanayoifanya, na wao ni wahamasishaji wazuri, wanaelimisha wazazi kwenye mikutano mbalimbali. Lakini pia niombe tuwe na ushirikiano, ndugu wazazi wa kijiji cha Gesalia pamoja na shirika na walimu kwa pamoja, ili kila mtoto apate haki yake. Ninashukuru kwa ugeni waliotutembelea na kutupatia elimu nzuri kama hiyo, na naona tutakuwa ni furaha sana. Mimi ni mzee wa mila katika kijiji cha Gesalia, na wakilisha kata mpaka wilayani. Naomba mtukumbuke hivyo hivyo na mtusaidie hivyo hivyo, tupate watoto wenye elimu hata wao walemavu. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani Karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani Karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.
Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime mkoa wa Mara nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa. Mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.